Taasisi ya Thabo Mbeki imetoa taarifa nzito ikitaka kufanyika kwa hatua za haraka kurejesha mwelekeo wa taifa kutokana na matukio yaliyokumba Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Katika taarifa hiyo iliyotolewa Novemba 23, 2025 na Max Bokwana, mkurugenzi mtendaji wa Thabo Mbeki Foundation, amesema msimamo wao umekuja baada ya tafakuri ya kina yenye maumivu juu ya hali iliyoibuka baada ya uchaguzi huo. Taasisi hiyo kupitia bodi ya wadhamini na mkuu wa taasisi imewatumia salamu za rambirambi familia zote zilizoondokewa na wapendwa wao katika vurugu zilizotokea na kuombea ahueni kwa majeruhi. Taasisi hiyo imerejea tathmini ya waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Umoja wa Afrika AU, ambao wote kwa pamoja wamebainisha kuwa uchaguzi huo haukufuata kanuni na miongozo ya uchaguzi wa kidemokrasia ya jumuiya hizo wala viwango vya kimataifa. Kwa mujibu wa ripoti hizo, wapiga kura wa Tanzania hawakuweza kuonyeshwa uhuru uamuzi wao wa kidemokrasia. Ripoti hizo pia zimetoa hoja kwamba matokeo ya urais na ubunge yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC hayakuakisi matakwa halisi ya wananchi. Hata hivyo, akizungumza Ijumaa Novemba 14, 2025 wakati akilifungua bunge la 13 jijini Dodoma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisema hatua ya INEC kuongeza vituo vya kupigia kura katika uchaguzi huo ilikuwa ni miongoni mwa maboresho muhimu yaliyowezesha upigaji kura kufanyika kwa urahisi bila msongamano kama ilivyozoeleka. Dr. Samia alisema urahisi huo wa kupiga kura ulifanya baadhi ya waangalizi wa uchaguzi kudhani kuwa wananchi hawakujitokeza kwa wingi, ilhali kazi ilikwenda kwa kasi kutokana na maboresho yaliyofanyika. Aidha, alipongeza INEC kwa kuendesha uchaguzi mkuu wa kwanza tangu kuunda upya kwake bila changamoto za kimsingi za usimamizi. Katika hatua nyingine, taasisi hiyo ya Thabo Mbeki imeeleza kuguswa na taarifa zinazoendelea kuhusu vitendo vya kikatili ikiwemo madai ya utekaji na mauaji. Salamu Amani, Kawabe News. Unatazama Kawabe Media, sauti ya jamii.